Soka ni kama anga pana lililojaa nyota, kila moja ikiwa na mwangaza na hadithi yake. Lakini katika mamilioni ya nyota hizo, kuna baadhi ya nyota hung'ara zaidi, nyingine hung'aa kiasi, na nyingine hufifia na kupotea kabisa. Mwanasayansi Charles Darwin mwaka 1859 katika theory yake ya Evolution of Nature, yani mabadiliko ya asili, alitanabaisha kuwa katika ulimwengu kulikuwa na viumbe ambavyo zamani vilikuwepo lakini kwa sasa havipo tena, akitolea mifano ya baadhi ya makundi ya wanyama, ndege, wadudu na hata mimea. Akieleza kitendo hicho ni kitendo cha survival of the fittest, kwa maana ya kwamba katika kila ushindani wa vitu viwili ama vitu zaidi, vipo vitakavyohimili mikiki na vingine vitashindwa. Kwa hiyo vile ambavyo vitakuwa imara vitabakia na visivyo imara vitapotea. Hata kwenye maisha ya kawaida, wale walio imara ndio hufanikiwa na wale dhaifu hubakia kuwa wasindikizaji. Katika soka iko hivyo hivyo. Wale wachezaji imara hubakia katika ramani ya soka kwa muda mrefu zaidi, na wale wasio imara hupotea mara moja. Soka limetawaliwa na ushindani usio wa kawaida. Maisha ya mwanasoka ni mafupi mno, hivyo inamhitaji mchezaji kuwa imara ili kujihakikishia nafasi ya kuwa bora kila siku, ili kuacha alama za kudumu si tu kwenye dimba la kijani, bali hata kwenye roho za mashabiki. Leo tutaiangazia moja kati ya nyota muhimu katika uwanja wa soka. Ni nani huyu aliyetokea kwenye mitaa yenye kelele ya London hadi kwenye majukwaa makubwa ya ligi kuu na kombe la dunia? Ni nani huyu ambaye jina lake kwa lugha ya kwao ya Kioruba linamaanisha furaha na amani? Yes, ni Starboy Bukayo Ayoyinka Saka, nyota halisi inayowaka usiku na mchana. Saka ni kielelezo cha bidii isiyoteteleka na unyenyekevu usioyumbishwa. Ungana nasi katika safari hii ya kusisimua, tukiingia ndani ya undani wa hadithi yake, tukifumbua mambo usiyoyajua na kushuhudia nguvu ya kweli ya nyota anayeng'ara kwenye giza. Makala hii itachimbua undani wa maisha yake, itachambua mambo muhimu kuhusu chimbuko lake, maisha yake binafsi, mafanikio yake na changamoto ambazo amekumbana nazo, takwimu zake pamoja na mambo machache usiyoyajua kuhusu yeye. Kabla ya yote ni kuombe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television, kisha tufollow Instagram, Facebook na TikTok. Jina ni moja tu, Dino Television. Jina Bukayo Ayoyinka Saka linaitika kote duniani, likiashiria kipaji cha soka kisicho na kifani, uwezo wa ajabu na tabasamu adimu ambalo limefunga nyoyo za mamilioni ya mashabiki. Akiwa amezaliwa Septemba 5, 2001 huko Iliand, Great London, Bukayo Ayoyinka Saka amepanda kutoka kwenye viwanja vya kawaida vya mitaa ya London hadi kuwa mmoja wa wachezaji nyota kwenye Premier League na timu yake ya taifa ya England. Hadithi ya Bukayo Saka haiwezi kutenganishwa na asili yake. Wazazi wake Adenik na Yomi Saka walihamia huko London kutoka Nigeria kama wahamiaji wa kiuchumi katika miaka 1990, wakitafuta fursa bora za maisha kwa familia yao. Wote wawili ni kabila la Wayoruba wa kutoka kusini magharibi mwa Nigeria. Jina la Bukayo lenyewe lina maana ya kile kinacholeta furaha na amani katika lugha ya kwao ya Kioruba, maana inayomwakisi kikamilifu kwa kuwa anawapa mashabiki furaha na amani. Ingawa alizaliwa Uingereza, wazazi wake walihakikisha anaendelea kuwa na uhusiano imara na urithi wake wa Nigeria. Ndani ya nyumba yao, lugha ya Kioruba ilitawala mara kwa mara, na hii ilimwezesha Bukayo kuwa na uwezo wa kuwasiliana na ndugu zake nchini Nigeria. Malezi haya ya kiutamaduni yalikuwa muhimu katika kumjenga Bukayo Saka, yakimpa unyenyekevu, heshima na mtazamo chanya ambao unadhihirika katika kila hatua ya maisha yake.
Familia yake haikumlazimisha kucheza soka, bali walimpa uhuru wa kufuata shauku yake, huku wakimwongoza katika maadili muhimu ya maisha. Baba yake Yomi alikuwa shabiki mkubwa wa Arsenal na alihakikisha Bukayo anapata nafasi ya kujiunga na timu za vijana mapema. Tofauti na taswira ya kawaida ya wanasoka wanaojikita tu kwenye michezo, Bukayo Saka anasifika sana kwa kujitolea kwake katika masomo na maisha yake binafsi yenye nidhamu. Alihudhuria shule ya msingi ya Edward Bethan Church ya England kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya Greenford, ambapo alionyesha umahiri wake wa kiakili. Katika mitihani yake ya GCSE alipata matokeo mazuri sana, akipata daraja 4 za A. Huu ulikuwa ni ushahidi wa uwezo wake na shauku yake kubwa ya kufanya vizuri katika nyanja zote za maisha. Alikuwa akisimamia ratiba yake ngumu sana, akihudhuria mazoezi ya Arsenal jioni baada ya masomo, akifanya kazi za shule usiku. Alijifunza umuhimu wa usimamizi wa muda mapema sana. Jambo lisilojulikana sana kuhusu Saka ni vipaji vyake vingine vya kimichezo. Mwalimu wake wa zamani wa PE, Mark Hevery, alitabiri kwamba Saka angeweza kuwa mchezaji professional wa mpira wa kikapu. Alionyesha uwezo mkubwa wa riadha na alikuwa mzuri sana katika michezo mingine, ingawa hatimaye alichagua soka. Saka pia ni kijana mwenye imani kali ya Kikristo. Yeye ni Mkristo asiyeyumbishwa na mara nyingi anazungumza waziwazi kuhusu imani yake, hata katika mazingira ya umma kama vile mikutano na waandishi wa habari na katika mitandao yake ya kijamii. Mstari wa kwanza wa wasifu wake katika Instagram umeandikwa God is Child, akiwa na maana mtoto wa Mungu. Unaonyesha wazi jinsi imani yake inavyochukua nafasi kubwa katika maisha yake. Ameeleza mara kadhaa kuwa imani yake inampa nguvu na kumsaidia kukabiliana na shinikizo la soka la kulipwa. Baada ya mechi mara nyingi hupiga magoti na kusali, akishukuru Mungu kwa ulinzi na mafanikio. Anasoma sana Biblia mara kwa mara na anajitolea sana kuishi kulingana na mafundisho yake, jambo linalomsaidia kudumisha unyenyekevu na mtazamo chanya licha ya umaarufu wake mkubwa. Tabia yake ya utulivu na heshima ni matunda ya malezi yake ya kiroho. Safari ya Bukayo Saka kuelekea stardom ilianza akiwa na umri mdogo sana, akijiunga na akademi maarufu ya vijana ya Arsenal, Hull End, akiwa na umri wa miaka 7 tu. Hata alipokuwa mdogo, kipaji chake cha asili na bidii yake vilimtofautisha na wenzake. Mkufunzi wake wa under 16 wa Arsenal, Trevor Bumstead, alimtaja kama mfanyakazi mzuri sana aliyefahamu wakati wa kuwapita wapinzani na wakati wa kupiga pasi. Pamoja na kuwa na sifa nzuri za kimwili na tabia bora, kinachomfanya Saka atofautiane na wenzake ni uwezo wake wa kucheza nafasi nyingi uwanjani bila ya kupoteza ubora. Alianza kama beki wa kushoto, kisha akacheza kama kiungo wa kati kabla ya kutulia katika nafasi yake ya winga wa kulia. Uwezo huu wa kubadilika ni nadra na unamfanya kuwa mchezaji muhimu sana kwa makocha wote. Hebu tuziangazie takwimu zake akiwa na Arsenal na England. Kumbuka, takwimu hizi ni za wakati huu wakati naiandaa makala hii, so inaweza kubadilika kutokana na muda unavyozidi kusonga. Novemba 29, 2018 alicheza mechi yake ya kwanza ya timu ya wakubwa ya Arsenal katika Europa League dhidi ya Voroshilov Poltava akiwa na umri wa miaka 17 na siku 85. Januari 1, 2019 aliweka historia ya kwanza ya kuwa mchezaji wa kwanza kuzaliwa mwaka 2001 kucheza katika Premier League alipojiunga kama mchezaji wa akiba dhidi ya Fulham. Msimu wa mwaka 2019-2020 huu ulikuwa ni msimu wake wa kwanza kujitambulisha rasmi. Alicheza mechi 40 katika mashindano yote, akifunga mabao 4 na kutoa assist 11. Msimu wa mwaka 2020 hadi 2021 alitajwa kama mchezaji bora wa msimu wa Arsenal Player of the Season, tuzo ya kwanza muhimu ya binafsi kwenye maisha yake. Alifunga mabao 7 na kutoa assist 10 katika mechi 46 alizozicheza.
Msimu wa mwaka 2021-2022 tena alitajwa kama mchezaji bora muhimu wa Arsenal kwa msimu wa pili mfululizo. Akiimarika zaidi, alifunga mabao 12 na kutoa pasi 7 za mabao katika mechi 43 alizocheza. Ilionyesha ukuaji wake mkubwa kama mfungaji na mtoa pasi. Alicheza zaidi kama winga. Msimu wa 2022 hadi 2023 alifunga mabao 15 na kutoa assist 11 katika mechi 48 alizocheza akiwa na Arsenal. Msimu wa mwaka 2023-2024 alifunga mabao 16 na kutoa assist 14 katika mashindano yote katika mechi 35 alizocheza. Msimu huu wa mwaka 2024-2025 amefunga mabao 12 akitoa assist 13 katika mashindano yote katika michezo 37. Oktoba 8, 2020 alicheza mechi yake ya kwanza ya kimataifa kwenye timu yake ya England dhidi ya Wales. Euro 2020 iliyochezwa 2021, alikuwa mmoja wa wachezaji vijana muhimu wa England. Akifika fainali licha ya kukosa penalty, alionyesha uwezo wake mkubwa. Kombe la dunia la mwaka 2022 alikuwa mfungaji bora wa England akiwa na mabao 3 katika mashindano hayo, akifunga mabao 2 dhidi ya Iran na bao 1 dhidi ya Senegal. Alionyesha kuwa anaweza kung'ara katika jukwaa kubwa zaidi la kisoka. Takwimu hizi zinaonyesha si tu wingi wa mechi alizocheza, bali ni mchango wake wa moja kwa moja kwenye timu yake kwa mabao na asisti, akiwa na majukumu makubwa ya kushambulia na kuwa mmoja wa wachezaji wanaoaminika zaidi. Ingawa alipanda juu kwa kasi, safari yake haikuwa rahisi kabisa. Amekumbana na shinikizo kubwa, hasa baada ya kukosa penalty muhimu katika fainali ya Euro 2020 dhidi ya Italia. Tukio hili lilionyesha upande mbaya wa mitandao ya kijamii, ambapo alipokea unyanyasaji wa kibaguzi mitandaoni. Hata hivyo, alikabiliana na hali hiyo kwa ujasiri na ujumbe wa amani. Badala ya kuficha, Saka alizungumza wazi wazi kuhusu maumivu aliyopata, lakini pia alitoa wito wa kukomesha ubaguzi. Alipokea msaada mkubwa kutoka kwa mashabiki na wachezaji wenzake na klabu yake, jambo lililomfanya kuwa imara zaidi. Ustahimilivu wake na uwezo wake wa kusimama kidete dhidi ya chuki umemfanya kuwa mmoja wa wachezaji wa kuigwa kwa vijana wengi, na ametoa motisha kwa mashirika mengi ya kupinga ubaguzi. Majeraha pia yamekuwa sehemu ya safari yake. Licha ya umri wake mdogo, tayari amekabiliana na majeraha kadhaa ambayo yamemfanya kukaa nje ya uwanja. Kwa mfano, alipata jeraha la paja lililomweka nje ya uwanja kwenye mechi kadhaa katika msimu wa mwaka 2023-2024, na majeraha ya msimu huu yalomfanya kukaa nje kwa zaidi ya nusu ya msimu, akirejea katika mechi ya klabu bingwa Ulaya dhidi ya Real Madrid na kufanya vizuri katika mchezo huo. Hata hivyo, mara zote amerejea akiwa imara zaidi, akionyesha uwezo wake wa kurejesha utimamu wake wa mwili na kiakili. Kila jeraha limetumika kama somo, likiimarisha azma yake na kumfanya kuwa mchezaji na kiongozi bora zaidi. Kocha wake Mikel Arteta amemsifu mara kwa mara kwa uwezo wake wa kushinda vikwazo na kuendelea kufanya vizuri. Uwezo wake wa kukabiliana na maumivu na kurejea imara unathibitisha ukomavu wake wa kiakili na utayari wake wa kujitolea. Haya ni baadhi ya mambo usiyojua kuhusu Bukayo Saka. Licha ya umri wake mdogo, Saka anapenda sana muziki wa aina mbalimbali, ikiwemo Afrobeats, R&B na gospel. Wasanii kama Wizkid na Burna Boy wanapata nafasi sana kwenye playlist yake. Lakini pia Saka anapenda kucheza chess kwa ajili ya kuboresha akili yake na kufanya maamuzi sahihi, ujuzi unaomsaidia hata uwanjani. Ellis Smith-Rowe na Gabriel Martinelli ndio marafiki wake wakubwa katika klabu yake Arsenal. Lakini pia Saka akiwa kijana mdogo sana alikuwa akishiriki katika baadhi ya michezo ya kuigiza shuleni na akionyesha uwezo wake wa kujifunza mistari na kujieleza. Bukayo Saka anaendelea kuandika historia kwa Arsenal na England.
lakini pia kuwapa msukumo vijana wengi, hasa wale wenye asili ya Kiafrika na wahamiaji. Hadithi yake inaonyesha kuwa ndoto zinaweza kutimia kwa bidii, imani na kujitoa. Yeye ni mfano hai wa jinsi ya kutumia jukwaa la umaarufu kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ameonyesha vijana kuwa inawezekana kufanikiwa katika soka na pia kuendelea na masomo, kudumisha maadili ya familia na kujitoa kwa imani yako. Urithi wake utakuwa zaidi ya mabao na vikombe. Utakuwa kuhamasisha na kuunganisha na kuonyesha uwezo wa mwanadamu kuwa na athari chanya. Kadri anavyozidi kukomaa na kuwa mchezaji wa kiwango cha juu, Saka atabaki kuwa mmoja wa wanasoka wanaopendwa sana na kuheshimiwa. Tabasamu lake adimu, mtazamo wake chanya na mchezo wake wa kuvutia vinamfanya kuwa kipenzi cha mashabiki. Yeye si tu star boy, bali ni kiongozi kimya kimya anayeonyesha wengine njia ya mafanikio kwa mfano wake. Kila mechi anayocheza, kila tangazo analotoa na kila mradi wa hisani anaoshiriki, anaendelea kuimarisha nafasi yake kama icon ya soka na mwanadamu bora. Yes, huyo ndo Bukayo Ayoyinka Saka, Starboy. Unamkubali kwa kiasi gani? Hebu niandikie hapo chini kwenye comment. Na ni mchezaji gani ambaye unahisi anakaribia level za Bukayo Saka? Niambie pia hapo chini kwenye comment. Lakini pia usisahau kuniambia unahitaji kupata historia ya mchezaji gani. Nitajie hapo, then nitakuja na uchambuzi wake tukimchimba ndani hadi nje ya uwanja. Hii ni Super 12 ya Dino Television, lakini kukumbushe kusubscribe YouTube channel yetu ya Dino Television. Lakini pia usisahau kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook hadi TikTok. Tunapatikana kwa jina la Dino Television. Mimi ni Mr. Voltage.